sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamuitisha, hakumhukumu. Na wewe unaweza kuwa mwanamama, una heshima zako au na elimu zako au unapokuwa na wakatia kesi wenzako, akikuletea habari za mtu usimhukumu mpaka umuitishe. Allah anasema wamuogope Allah wale ambao wanaweza wakawaacha watoto ni madhaifu na wasema maneno yaliyokuwa sawa sawa. Wamuogope Allah ambao wako na watoto na wajitahidi. Wewe si tuahidi kwamba unasamehe madhambi yote na unawasamehe watu wote na viumbe wote? Na kweli Allah anataka Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Dhil Jalali wa Shari'il Halali wal Harami, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, منزل الأعراف والأنفال. الحمد لله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منزل الأعراف والأنفال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصابر في دعوته إلى الله وفي جميع الأحوال، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان بالغدو والآصال. أما بعد. Watukufu, kina mama, kina dada, na muhimidi Allah tabaraka wa taala mwenye shani na ukubwa, na muhimidi Allah tabaraka wa taala ambaye katuhalalishia na katuharamishia vitu duniani. Sinabudi isipokuwa na shahidilia hapana mola isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika. Na muhimidi Allah mara tena kwa kututeremshia kitabu kitukufu kabisa, Qur'ani, ambacho ndanimo kuna sura nyeti, sura nzuri, sura zinazosisimua, sura zinazofurahisha kama suratul al-A'raf wal Anfal. Pia nashahidilia kwamba Muhammad ni mja wake, ni mtume wake, mtume ambaye kasubiria katika kuwaita watu kwa Allah na katika kusafisha jamii na katika kulea jamii. Ni juu letu tumwigie mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo la kusubiria na kusubiriana. Sinabudi isipokuwa haraka sana ni muombe Allah tabaraka taala amsalie, amsalimishe mtume huyu bila ya kuwasahau watu wa nyumbani kwake, maana nyuma ya kila aliyefaulu kuna mwanamke. Nyuma ya kila aliyefaulu kuna mwanamke. Kwa hiyo hatutowasahau kuwaombea sala na salam baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakezi, bila kusahau maswahaba zake, kwa sababu mpaka mtu afike anakuwa na maswahaba na marafiki wanaomsukuma, bila ya kuwasahau wote
watakaosikiza habari zake Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake na wake zake wakawaigia. Allah awasalie wasalimishe wote hao, hata ikiwa nasi tuko miongoni mwao. Amma ba'du, fauswi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allahi azza wa jalla. Watukufu wa Kiislamu, kitu cha kwanza kabisa tausia nafsi yangu nanyi pia, tumche Allah tabaraka wa taala. Maana usia hiyo Allah ametuhusia sana kwenye Qur'an, na ndiyo malengo ya sisi kuwa hapa duniani. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema sikuwaumba majini na binadamu isipokuwa kwa ibada, waniabudu. Kama tunakula, tunakunywa, tunafanya kazi, tunavaa, hivyo vitu ni njia na sababu za sisi kufikia malengo, lakini malengo makubwa ni uchamungu na ibada. Na ndio maana ukimtuma mtoto wako aende nchi fulani kusoma, unamwambiaga na kutuma nenda ukasome. Haina maana kwamba hatokula, hatokunywa, lakini unazungumza malengo, jambo la muhimu. Na Allah tabaraka taala, watukufu wa Islam, alituweka hapa duniani kwa malengo makubwa ya kumwogopa na ya kumwabudu. Wallahi, unafaa kutaandika kilio ikiwa kwamba umesahau hayo malengo. Wallahi, unafaa kusali sala ya takbira 4 kwa mtu wako akipoteza hayo malengo, awe ni mtoto wako, awe ni mzazi wako, awe ni rafiki. Mtu wako yoyote ambaye ni muhimu kwenye nafsi yako akisahau hayo malengo, unafaa kumtandikia kilio na kumsalia sala ya takbira 4 isiyokuwa na rukuu na sujudu. Katika Qur'ani Allah anatuhusia, anasema fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, mcheni Allah na msuluhishe hali zenu. Katika suratul Anfal ndio aya inapatikana, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, mwogopeni Allah na msuluhishe hali zenu. Yaani kusuluhisha hali yako maana yake ni wewe na mwenzako msemane vizuri, hata kama hayupo. Wewe na mwenzako msalimiane hata kama mmekoseana. Tena hii ni amri ya Allah, wala sio pendekezo. Wa aslihu dhata bainikum, yani Allah anatuamrisha tuishi baina yetu vizuri. Wa atiu Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kisha Allah kamalizia nasaha ya 3, mtiini Allah na mtume wake ikiwa nyinyi ni waumini. Wa atiu Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, mtiini Allah na mtume wake ikiwa nyinyi ni waumini. Kwa hiyo nasaha 3 hizo Allah ametunasihi. Nasaha ya kwanza ambayo ndio nyeti na ndio kubwa, kuishi duniani uko mcha Mungu, kitu ambacho umekatazwa hufanyi, na kitu ambacho umeamrishwa hufanya.
Huo ndio cha Mungu. Na nasaha ya pili ni kuwa na mawasiliano mazuri baina yetu. Haujitengi na watu, au kasirikiane na mtu, au gombani na mtu, ukawa mkweli, ukajitahidi usimseme mtu vibaya, hayupo, ukajitahidi kumtekelezea mtu ulioahidi. Hiyo ndio nasaha nyeti ya pili. Ama ya tatu, wa atiu Allah, mtiini Allah. Kila kitu chenye Allah anasema kifate, wa rasula, na mtume wake. In kuntum mu'minin, sio kila mtu anaweza hilo ni la waumini tu. Watukufu na mama kina dada, kabla sijaanza mada yangu ya leo, niseme lakum minni tahiyatu wassalamu wa hubbukum ayuha shumul kiramu. Na kushuhudisheni kwamba nataka nikuelekezeeni maamkizi, na pia nakushuhudisheni kwamba roho yangu inakupendeni, na salamu ni yustahallu bihi alkalamu wa min adabi almuhadarati assalamu, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika adabu ya mazungumzo inapendeza muanze na salamu, na katika adabu pia ya muhadhara, kikao cha dini, ni mtu aanze kuwasalimia watu kama jinsi nilivyokusalimieni. Wa baadu, baada ya utangulizi, mezani hapa niko na nasaha kadhaa zidi yenu, na nitoe shukran kwa makaribisho na kuacha kwenu vitu vingi vya muhimu kwa sababu ya kukusanyika katika kikao hichi cha mbinguni, kikao ambacho kinasifika katika sheria kwamba wenye nacho wapo kwenye bustani ya peponi, wao tu hawajui. Watukufu wa Islam, mambo ya akhera ni mambo Allah tabaraka wa taala aliyaficha kwetu, kwa sababu hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaib, ni uongofu kwa wacha Mungu wanaoamini ambayo hawayaoni. Allah alituficha kwa maksudi mambo ya akhera, kwa sababu angetufichulia tukao tunayaona kwa macho, hakuna mtu angefanya mapungufu, na huenda hii sehemu ingelikuwa ni ndogo katika kukusanyika. Ndio maana Allah tabaraka taala akawa anatuficha mambo ya kiakhera. Mada yangu itatembelea kwenye neno la mshairi aliloimba akisema, idha almar'u lam yatruk ta'aman ahabbahu wa lam yanha qalban ghawiyan haythu yammama qada wataran minhu wa aada subbatan idha dhukirat amthaluha tamla'u alfama. Anasema mshairi, siku yoyote mtu hatoacha chakula akipendacho, siku yoyote mtu hatoacha kuielekeza nafsi yake, hatoacha kuiziwia nafsi yake imwelekezapo, qada wataran minhu, ataweza akafikia utamu wa nafsi, wa ghada subbatan, lakini atabaki ni mwenye kusemwa vibaya. Idha dhukirat amthaluha tamla'u alfama,
wakiamua watu kumwikalia, jina lake likitajwa midomo inajaa. Jina lake likitajwa midomo inajaa. Maana yake watu wako na stori zake nyingi mbaya mbaya. Ikiwa kwamba hutoacha kula chakula upendacho, yaani kila chakula unachokipenda unakula, kisha nafsi yako huikatazi, kila ikupelekapo unaelekea, utapata utamu wa hivyo unavyovitaka, lakini utakuwa ni mtu mwenye kusemwa vibaya, na watu wakiamua kukukalia wakataja jina lako, midomo sinajaa, habari zako ni nyingi mtaani. Hivyo ndio kisi mshairi wa Kiarabu ameimba. Kana kwamba nataka kutuambia jamani, usiruhusu nafsi ikupeleke itakapo. Na ile misemo ya Kiswahili au ya Uswahilini kwamba waache Waswahili watasema watachoka, iache. Kanyaga vizuri, tembea vizuri. Na ile misemo ya Uswahilini ya kusema kwamba bana, mti wa matunda ndio unapigwaga mawe, acha waniseme mimi ni mti wa matunda, sio kweli. Jichunguze, unaweza kuwa ni mti wa nyoka na wenyewe unapigwaga mawe. Tatizo ni nini? Tatizo ni haya maneno na hili shairi la mshairi. Hukuacha chakula ukipendacho, unakula sukari kwa wingi, mafuta kwa wingi, unajiachia. Ngoja utapata chuma. Tatizo ni nini? Tatizo wewe uliruhusu nafsi yako ikupeleka popote. Sasa usitudanganye ukatuambia wewe ni mti wa matunda ndio maana unakupiga mawe. Jichunguze vizuri. Hii mada yangu nitaitembeza kupitia wanawake watatu ambao walipita katika huyu ulimwengu watukufu. Wanawake watatu ambao walipita katika huyu ulimwengu watukufu. Na wanawake watatu waliopita katika huyu ulimwengu waovu. Watatu hawakula chakula wapendacho na kutii nafsi zao, lakini watatu wao wakaenda kinyume, na wote hawako duniani, wamekwisha. Ishara kwamba hapa ni mapito. Angebakia mtu hai, wangebakia hawa watatu katika wanawake watukufu. Na ingelikuwa kwamba afya yako ndio itakupa muda mrefu wa kubakia duniani, mtawasikia watatu waovu wamejaliwa kupewa umri na wakajaliwa pia kupata afya, lakini wako wapi? Hawapo. Na yote ni mawaidha kwetu sisi. Kwa yule mwenye kujitahidi aendelea akijiigiza na akiwafuatilia watatu watukufu, na yule ambaye atakaye kuwa anapinda awasikie watatu ambao wamekuwa ni waovu. Wa kwanza watukufu wa Kiislamu ni yule ambaye ametushauri mmoja katika ulama wakubwa sana, si mwingine anaitwa Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Katika maneno yake matukufu Ibn Taymiyyah, Allah amhurumie, alipolazwa kwenye kaburi lake, anasema man adhnaba fanadima fataba
faqad ashbaha abah wa man ashbaha abahu fama dhalam, atakaye fanya kosa akatubia atakuwa alifanana na baba yake, na ukifanana na baba yako huja dhulumu. Kwa wanaume, kwa wanaume, baba yetu nani? Adam. Wa asa adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada wa haqqan ayuha alikhwa. Allah kwenye Qur'ani anasema Adam akamuasi Mola wake akapinda, akamuasi Mola wake, roho yake ikawa haiko salama, lakini akatubia, Allah akamchagua, akampenda, akamwongoza. faman shabaha abahu Adama alayhi salam faaqarra bidhanbihi wa nadim wa aqla ijtabahu rabbuhu wa hadahu, atakayefanana na baba yake Adam alayhi salam akakubali dhambi yake, akatubia, akajikwamua kwenye dhambi, hilo haliwezi likamziwia Allah kumchagua na kumfanya kiumbe bora na kumwongoza. Hilo haliwezi likamziwia Allah. Kufanya dhambi sio dhambi, Waswahili wanasema, lakini kurudi na kudumu kwenye dhambi ndiyo dhambi. Au ni kwa wanaume. Lakini sisi hapa hatuko pamoja na wanaume, tuko pamoja na wanawake. Hatumzungumzii Adam, bali tunamzungumzia mkewe. Huyo ndio mwanamama, bali mama yetu wa kwanza tutamwanzia, mama yetu aliyetuzaa sote. Kila mtu ambaye yupo katika ulimwengu duniani katoka katika ukoo na katika tumbo la Hawa. Naam, inawezekana hakutoka moja kwa moja, lakini katika vijukuu, vijukuruza mpaka akazaliwa. Allah tabaraka wa taala analihakikisha hilo kwenye Qur'an, anasema dhurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan shakura. Nyinyi ni vitoto vya wale ambao walikuwa kwenye safina pamoja na Nuh. Na Nuh ni mtume wa Allah, Allah amsalia, amsalimishe, katoka katika tumbo, katika kizazi cha Adam na Hawa. Kwa hiyo huyo ni ushahidi wa kwanza, na huyo ni mwanamke wa kwanza. Atakayefanana na mama yake hajazulumu. Kijana mara nyingi hufanana na baba yake, hata hawakuishi pamoja. Lakini pia binti hufanana na mama yake, hata ikiwa hawakuishi pamoja. Vipi wakiishi pamoja? Damu ni nzito kuliko maji, wamesema Waswahili. Al-irqu dassas, damu inaendeleaga, inaathiri, inagusa, wamesema Waarabu. Kwa hiyo mwanamama, ili binti yako awe salama, jaribu upite katika huyu ulimwengu vizuri. Mmoja katika masalafu wema anasema, kuntu idha qumtu ila salati fa atadhakkaru waladi
nilikuwa nikisimama kwenye swala yangu nikimkumbuka mtoto wangu, narepeza swala. Na we mwanamama, igia hilo, sali kwa sababu ya binti yako. Unarepeza swala kwa nini? Mbona tuja kuelewa? Eti kwa sababu lazima mtoto wangu ataniigia. Kirepeza swala, mtoto wangu ataniigiaga, atakuwa narepeza swala. Na mwingine anasema wallahi adhnabtu dhanban fi shababi, nimefanya dhambi kwenye ujana wangu, nikaliona dhambi lile nimeshazeeka kwa mjukuu wangu. Tuwe kama mama yetu Hawa. Allah tabaraka wa taala alipomuumba Adam alimuumbia mkewe Hawa, akamuweka peponi, akawaahidi, akamwambia Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna, ishi wewe na mkewe peponi, wakula min haithu shi'tuma, kuleni popote mtakapo, wala taqraba hadhihi shajara, mkithubutu kukurubia huyu mti. Huyu akawaonyesha kabisa na sifa zake na ambapo ulipo, fatakuna mina dhalimin, mtakuwa waovu, mtakuwa waovu. Adam akaujua ule mti na akauhifadhi, na akamwambia mkewe, huyu mti tusijongelee. Mke akamwambia ndio. Kuna watu wanasema kwamba aliyeteleza ni Adam, akamuingiza mkewe kwenye kosa, kwa sababu kwenye Qur'ani Allah tabaraka taala hajamtaja mama yetu Hawa kama alikosea. Katika sura Taha ukifungua, Allah amesema wa asa Adamu rabbahu, hajamsema Hawa. Aliyeasi ni Adam, sio Hawa. Ndio kisha nafasiri hivyo, sababu maadamu Allah hajamsema Hawa ni Adam. Na juu ya hii aya Allah akasema walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma, tulimwahidi Adam kabla, Adam fana Hawa, Adam akasahau, hatukumkuta kwenye amri yetu na ahadi yetu ni mwenye kujihimiza na mwenye kuiwekea maanani, walam najid lahu azma. Nikisi Allah anasema. Lakini watu wa tarikh wanathibitisha kwamba aliyekuwa sababu ya kosa ni mama yetu Hawa, ndio alikuwa sababu ya Adam kufanya kosa, kwa sababu Adam amesimama kidete kabisa, akasema sigusi kosa hili. Lakini Hawa alipotembelewa na Iblisi alayhi la'in, laana za Allah zimshukie, akawa ni sababu ya yeye kumterezesha Adam. Na ndio maana watu wa elimu wakawa wametuambia kwamba Adam aliwahi kumuhusia mwanaye mambo masaba. Miongoni mwayo akamwambia, mwanangu,
usithubutu hata siku moja kumshaurisha mke wako jambo lizito, kwa sababu mimi kama singemshaurishaga Hawa singekulaga lile tunda. Hivyo ndio kisa tu elimu anavyosema. Mambo matano, chukua hilo limoja. Lakini pamoja na hivyo vote, Hawa amejitahidi, faaqarrat bidhamb, akakubali dhambi yake, wanadimat, na akajutia, wa aqla'at, na akachomoka. Allah akamchagua akawa mama mtukufu, mama yetu, mke wa Adam. Na wewe kuwa kama mama yako. Ulifanya dhambi, lakini badilika, utubie taubatan nasuha. Allah atakutubia na atakusamehe na hautaiona dhambi hiyo kwa mwanawe. Lakini ukiwa mkaidi au mjanja kwenye kosa, ukaaminisha kama wewe haukukosea na umekosea, ndio pale utaenda unaiona ile dhambi inajikariri kwenye macho yako, hata kwa wajukuu zako. Kwa hiyo man shabaha abahu fama dhalam, atakayefanana na baba yake na mama yake hajazulumu. Mama, kuwa mwema kwa sababu ya mtoto wako. A'udhu billahi minash shaitani rajim. waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alayhim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Allah anasema wamuogope Allah wale ambao wanaweza wakawaacha watoto ni madhaifu, na wasema neno yaliyokuwa sawa sawa. Wamuogope Allah ambao wako na watoto, na wajitahidi kusema yaliyokuwa sawa sawa. Hii aya ina maana kwamba wema wako ndio sababu ya wema wa mwanawe, na uovu wako ndio sababu ya uovu wa mwanawe. Kwa hiyo tubadilike, tutubie, turejee kwa Allah tabaraka taala. Mwanamke wa pili, Khadija radhiyallahu anha. Huyu ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliolewa kabla Mtume na wanaume wawili, na akazaa watoto kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipokuwa katika jahiliya, katika shiriki, mwanamke mtukufu ambaye hakuna mwanamke alipata salamu kutoka kwa Allah isipokuwa yeye. Allah alimtuma kabisa Jibril, mwambie mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amfikishie salamu mkewe kutoka kwangu mimi Allah. Kama wakina Aisha walipata salamu imetoka kwa Jibril labda, lakini yeye amepata salamu kutoka kwa Allah moja kwa moja, na Allah akaambia mbashirieni kwamba ameandaliwa nyumba peponi ya dhahabu, haina taabu na stress kama hizi nyumba zetu za kileo za kidunia. Kwa nini? Kwa sababu amesuluhisha hali yake baada ya kuishi kwenye hali ya jahiliya, hali ya ujingani.
akatubia Khadija, akawa mcha Mungu, akawa mwema, akamkubali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuolewa naye, pamoja na uyatima wake na ufakiri wake, na hata familia yake imemkataa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inasema kwamba baba yake na Khadija alisema, takuolewa na yatima huyu, sikubali, huyu atakuja kufa mapema kama baba yake. Na Mtume baba yake amekufa mapema, na mara nyingi kijana kumfuatilia baba, atakuacha mjane. Pamoja na kuwa jamii ilikuwa ilimkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifikishia haki, lakini hilo halikumziwia Khadija kuolewa naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akamsaidia kwenye stress za kidunia kwa sababu ya da'wa. Akawa alibuka fadhila Khadija kwa Allah tabaraka taala tulioitaja. Watukufu wa Kiislamu, hii inatupa faida kwamba kuna kina mama walipita katika hii dunia na wamejaribu kutumika katika hii dunia. Tukiwaigia tutakuwa tumefaulu bila shaka, lakini atakaendelea akikaidika atakuwa hakujifananisha na hawa kina mama wa Kiislamu, atakuwa amejifananisha na kinyume nao, na hapo hatofaidika bali atakhasirika. Mwanamke mwingine watatu katika wanawake ambao hawakujali kubadilika na kusuluhisha hali na kutubia, katika wanawake watukufu ni Asia, Allah mridhie. Alikuwa ni mke wa mbabe Firauni, Allah mshushie mvua ya laana. Katika maisha yao mazuri matamu ya utajiri, lakini hayo hayakumkataza kubadilika na kuwa mwema na kutubia na kusuluhisha nafsi yake. Allah anatusimulia habari zake kwenye Qur'ani, anasema وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. chini yake akasema وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Tunakupigia mfano wa wanawake wawili makafiri, mke wa Nuh na mke wa Lut. Chini yake akasema tunakupigia mfano wa mwanamke muumini mcha Mungu, mke wa Firaun. Kuwa mke wa Firaun haikumkataza yeye kutubia. Na wewe isikuziwii kusuluhisha eti kwa sababu unajulikana kwenye uovu. Kuwa na mapato haikumkataza kuyaacha yale mapato awe mtu wa akhera wa mbinguni. Na wewe hapo ulipo usiziwiliwi na uwezo wako kubadilika, kuacha zile nguo zako mbaya uliokuwa unazivaa ambazo hazienezi shurutu za Kiislamu, uvae nguo za Kiislamu. Wamesuluhisha hali wanawake hawa watukufu waliotutangulia, na sisi bado fursa ingaliki ya kusuluhisha hali zetu.
Wanawake watatu waliokosea kwenye tarikhi, japokuwa walikuwa na wanaume wema, ni hawa ambao Allah tabaraka taala aliwataja kwenye Qur'ani, wawili waovu. Mke wa Nuh, mke wa Nuh alikuwa ni mwanamke ambaye anamuuzi mume wake sana katika da'wa yake, na alikuwa ni mwanamke wa duniani sana. Hakuzingatia kwamba hapa sio kwetu, tunapita. Akafanana na Ibilisi. Waman shabaha iblisa bilistikbari walisrari ala ma'siyatihi izdadan min Allahi bu'dan wa qalah, na atakayefanana na Ibilisi kwa jeuri na kudumu kwenye dhambi, huyo Allah anazidi kumweka mbali naye na anamchomoa kwa watu wake na anamnyang'anya baraka. Ibilisi alikuwa na jeuri, na mtu mwenye kuwa na jeuri anafanana na Ibilisi. Hafanani na baba yake Adam wala na mama yake Hawa, kama jinsi mlivyosikia. Kwani kiburi manake nini? Kiburi Mtume alikifasiri sallallahu alaihi wasallam akasema, alkibru bataru alhaq wa ghamtu nnas. Kiburi ni kukataa haki. Unaambiliwa hapa umekosea, unakaidika, unaendelea vile vile. Umefanana na Ibilisi. Unakataa ukweli na kuwadharau watu. Siwezi nikakaa na yule mtu, siwezi nikasuluhisha hali yangu bila yule mtu. Hicho ni kibri, umemdharau. Haiko hadhi yangu, hatuko sawa sawa naye, ni kibri. Bwana, mmekoseana, sameaneni, hutaki. Kiburi. Ukiwa hivyo unafanana na Ibilisi. Niweza kubadilika, kwa sababu kufanana na jirani ni tuhuma. Mtoto akifanana na mzee wa jirani ni tuhuma, lakini akifanana na baba yake hajazulumu. Kwa hiyo tusifanane na Ibilisi, jirani wa Adam, tutatuhumika kwamba tuko watoto wa nje. Lakini tujifananishe na baba yetu na Hawa, tutakuwa hatujazulumu. Wazazi wetu hawa wamekosea, wakasuluhisha hali. Lakini mzee Ibilisi alikosea, hakusuluhisha hali. Kila mtu anayekosea hasuluhishi hali, kana kwamba na kadamu kaukoo ka Ibilisi. Ni yetu kubadilika, asikasiriki. Watu wa vitabu vya kuregeza roho wanaandika, wanasema siku moja Ibilisi alikutana na Musa alayhi assalam. Musa akamwambia Ibilisi, wewe ndo Ibilisi unawashawishi watu na wapoteza? Ibilisi akamwambia ndio. Akamwambia mimi ni kalimullah na huwa nazungumza na Allah, na waweza nikajaribu kukusaidia Allah tabaraka wa taala akakusamehe. Akaambia Musa, mimi na habari zako, mimi na elimu nyingi, wewe ni katika waja wa Allah vipenzi kweli, unaweza kunisaidia. Aya, na kusubiria. Musa akaenda kwenye Turi Sina. Alipofika pale akalia na kumdhukuru Allah na kutaja majina yake mazito makubwa, kwa sababu anataka kumwomba Allah jambo lizito. Na wewe ukitaka kumwomba mtu jambo lizito, inabidi uwe mzuri wa vitendo kwake.
Kisha akamuomba Allah, najua ninachotaka kuomba ni kitu kizito sana, msamee Ibilisi. Wewe si umeshatuahidi kwamba unasamee madhambi yote na unawasamee watu wote na viumbe wote? Na kweli Allah anajigamba kwenye Qur'an, anasema qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, enyi waja wangu mliofanya israfu mkachupa mipaka kwenye madhambi, msikati tamaa kwenye huruma wa Allah, maana Allah husamee madhambi yote. Musa akamwambia Allah alayhi salam, akamwambia Allah subhanahu, huwa unasamee madhambi yote. Ibilisi anajutia dhambi yake, yuko tayari kubadilika. Habari za kuwashawishi watu duniani zipotelee mbali. Mtu akipotea ni yeye nafsi yake, sio Ibilisi. Kwani kuna watu wanafanya makosa kwenye Ramadhani? Ni Ibilisi, si wao. Allah kaambia haina neno, nitamsamehe, lakini almas'alatu kama hiya, nitamsamehe lakini pointi ni ile ile. Mwambie aende kusujudia kaburi ya Adam, ni msamehe. Mimi na yeye, bifu yetu mimi na yeye, na ukorofi wangu mimi na yeye, au magomvi ya mimi na yeye, au mimi kumfukuza kwenye huruma wangu, alikataa kufata amri yangu kumsujudia Adam, sawa, ameshakufa. Huenda amesikia haya kumsujudia, alimuona, lakini hivi pako fursa ya kumsujudia, hamuoni. Hayo mambo si anakuaga. Uliacha kumsemesha mama yako, ukaacha kumsemesha baba yako, alipokufa ukajutia, ukaenda kuomba kaburi yake msamaha. Tunaona uswahilini, japokuwa hayapo kwenye sheria. Musa akafurahi, kama ni hilo basi lepesi hilo, alhamdulillah, Ibilisi ataongoka, habari za bifu zimekwisha duniani na kupotezana. Akafurahi kabisa mpaka mbele ya Ibilisi. Ibilisi akajua nimesamehewa na Allah. Nimesamehewa ndiyo, kwa sharti nenda ukasujudie kaburi lake. Ibilisi akatepeta. Musa akamshangaa, nini? Akamwambia, sasa mimi nimekataa kumsujudia, iko hai, ndio nile kusujudia kaburi lake? Hivi uko na akili timamu Musa? Akakataa. Na ndio watu wa leo tulivyo na sisi. Hausemeshani na fulani, anaomba msamaha, tufanye sulhu, siwezi mpaka nitakapokufa. Tumefanana na Ibilisi? Tumefanana. Tubadilike, tusameane. Fattaqullah wa aslihu dhata bainikum, mcheni Allah, suluhisheni hali zenu. Kwenye Qur'ani aya ya pili suratul Anfal ndivyo gisi Allah alivyosema, suluhisheni hali zenu, kuweni wazuri baina yenu, tulianeni salamu, sameaneni. Ulimkosea muombe msamaha, mmekoseana, haijulikana alikosea, fanyeni sulhu, yamalizeni, ili tusiwe kama Ibilisi alayhi min Allahi la'in. Na ndivyo gisi mke wa Nuh alivyokuwa. Mke wa Nuh alikuwa na jeuri na kiburi, hakutaka kubadilika. Akawa Nuh kila akimpa mawaidha hakubali, anakataa. Tusiwi kama yeye. Mwanamke wa pili ni mke wa Lut. Allah tabaraka taala alimsema vibaya kwenye Qur'an, na namna gisi alivyokuwa sababu kuu ya jamii kuirejesha nyuma. Na wanawake
mkimfuatilia Hawa na Khadija na Asia, mnaweza mkawa sababu kuu ya jamii kusonga mbele. Kwani mpaka sisi Uislamu tufikie, Khadija na mchango mkubwa sana radhiyallahu anha, pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia kwenye pango, akaona kiumbe ambacho ni cha ajabu, Jibril, kwa shakli ambayo haikubali, haijui. Mtume akatishika, fakhafa ala nafsihi, akaogopea nafsi yake. Wa kwanza kabisa aliyempa sapoti na kuendelea kufikisha da'wa na kutengeneza jamii ilikuwa ni Khadija. Mtume anambia khashitu ala nafsi, naogopea nafsi yangu. Khadija anambia kalla, usiogopei nafsi yako. Allah hawezi akakuangusha kukufedhehesha. Wewe ni mwanaume, una tabia njema kwenye jamii. Alitizama tabia yake njema kwenye jamii Khadija radhiallahu anha. Alitazama stress za jamii. Wewe ni mtu ambaye unaunga udugu, ndio alimwambia, mtu unaunga udugu. Na wewe mwanamke, mwanamama, mwanadada, pambana kwa sababu ya kuunga udugu, na ndio kuunga jamii. Jamii zetu za Ulaya zinapotea na maendeleo yanarudi nyuma katika sababu kuu, kina mama tunachangia na kina dada. Hatuwashiki waume zetu mkono kidete na kuwakataza maovu au kuwasukuma kwenye uzuri. Hatuko wepesi wa kukaa na watoto zetu nyumbani, tunawapa malezi mazuri pindi waume zetu wakienda kutafuta riziki. Tubadilike, tuwe wazuri, tusuluhishe hali, tutafaulu. Kwa hiyo kuna majanga yanapatikana kwenye jamii, miongoni mwayo majanga ya kina mama, kina dada kutosoma dini yao, kwa sababu kusoma kwenu dini yenu ndio kutawanufaisha watoto zenu. Mtoto mara nyingi anabaki na mama nyumbani, habaki na baba. Ule wakati ambapo mtoto yuko pamoja nawe nyumbani, ikiwa kwamba unaijua dini yako, utamsaidia hata mwalimu wake wa masomo. Alhamdulillah, katika hizi nchi tuna urahisi wa kusoma kizungu, lakini pia tuna ugumu wa kusoma dini. Mwalimu wa kwanza ni we mwanamama. Sasa ikiwa kwamba hujui Qur'an wala hujihimizi kujua dini yako, utamsaidia nini mwanawe? Ndio pale tutasikia mwana na mama uji na mgonjwa. Kwa hiyo tufanye juhudi ya kusoma dini yetu, hasa kina mama, ili tuwafundishe watoto wetu. Kurudi kwao nyuma watoto wengi wa Ulaya, kutojua kwao dini, ni kwa sababu kuna muda fulani iko na mama. Ikiwa kama mama we hutumiki, huna kazi, au mathalan kazi yako ni ya muda mchache, maana yake utakuwa na mtoto wako nyumbani muda mwingi. Ule muda usiupotezi kwa kukaa kwenye simu muda mwingine mwingi. Unamtupia mtoto kisimu hapo, asikuletee fujo na wewe kwenye mambo yako. Mara unaongea na huyu, mara unaongea na huyu, mara unampigia huyu WhatsApp. Yaani wewe kazi yako ni mitandao, kuchat. Kinachotokea sasa, mtoto na yeye anakuzidi kuchat, anakuwa ni mtu wa simu. Aliona kwako, wallahi alikuigia wewe.
Jinsi mnavyokuwa nyinyi ndivyo jinsi watoto zenu watakavyokuwa, hata kama sio kile kipindi kile, lakini jinsi mnavyosuluhisha nafsi zenu ndivyo jinsi watoto zenu watasuluhisha nafsi zao. Ndio mara nyingi ni mara kidogo kuwa kinyume na hivyo. Kwa hiyo wakina mama tuzingatie kwamba kusuluhisha nafsi zetu ni kusuluhisha watoto zetu. Wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fi lmadina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha. Kwenye Qur'ani Allah anasema wale mayatima wawili, kulikuwepo ukuta ulikuwa na mali zao. Jidaran yuridu an yanqadda, juu yake Allah anasema ule ukuta ukataka kuanguka. Ukianguka ule ukuta, mali zao zinakuwa waziwazi, zinachukuliwa, watoto wanapotea. Madha arada Allah? Wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina wa kana abuhuma, baba yao alikuwa ni mcha Mungu. Ndio Allah akataka kuhifadhi ukuta wa mali za mayatima kwa sababu ya uchamungu wa baba yao. Uchamungu wako mwanamama na kusoma kwako dini utamuhifadhi mtoto wako, lakini kupuuzia hilo litamfanya mtoto wako apotee. Kwa hiyo salahul walid salahul walad, kusuluhika kwa mzazi ni kusuluhika kwa kizazi. Hilo ni muhimu sana. Lakini mwanamke wa mwisho ambaye alikuwa ni mfano mbaya kwenye tarehe, ikawa ni sababu mbaya kwake na kwenye jamii yake, na sisi tujikinge tusiwe mfano wake. Na wanawake kama hawa walitangulia wengi tu, na Allah tabaraka wa taala ametusumulia habari zao kwenye Qur'ani, kisha hakuwataja hata majina. Kama mke wa Nuh, Allah amesema imra'ata Nuh wa imra'ata Lut, mke wa Nuh na mke wa Lut. Na mke wa Lut sehemu nyingine akamwambia Lut kwenye Qur'an, akamwambia pale Lut amejuta wakati ambapo alijiliwa na wageni, kisha watu wake walikuwa ni wafidhuli, akawaficha wale wageni. Mke akatoka siri kwenda kutoa siri za ndani, waita waovu. Walipofika pale mlangoni, Lutu akasimama akasema haya maneno, lau anna li bikum quwwa au awi ila ruknin shadid, ningelikuwa na nguvu au na nguzo ya kuegamia. Nguzo ya kuegamia namkusudia mke, familia, mwenye utamwegamia akusaidie. Mwanamke husaidia sana jamii. Kama wewe hukumsukuma mme wako aingie kwenye jamii, hukumpa sapoti mme wako kwenye jamii, jamii inapotea. Kama wewe hukutoa malezi bora kwa watoto, hatutopata wenye watakuja kurithi jamii vizuri. Au awi ila ruknin shadid qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka, wale wageni wakamwambia Lut, sisi ni vijumbe wa Allah, usijali, hawa waovu hawatatufikia. Faasri biahlika biqit'in min al-layl wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum.
Kisha toka na familia yako yote, mkimbie usiku, mtoke mwakimbie watu waovu wasikufikishieni ufidhuli, na asigeuki mtu nyuma isipokuwa mke wako, si katika familia yako, atapatwa na adhabu. Na sehemu nyingine akamwita ajuz, illa ajuzan fil ghabirin, katika suratu Safat, wa inna lutan lamina almursalin, wa inna lutan lamina almursalin, hakika Lut alikuwa ni mtume. Kisha Allah tabaraka wa taala akamwita mke wake ni ajuz. Ajuz maana yake ni mzee, yani bibi kizemba, mfanya maasi, akapata na adhabu hivyo. Kwa hiyo watukufu, kina dada, kina mama, tusiwe kama hawa wanawake waliotangulia waovu, mke wa Firauni, mke wa Lut, mke wa Nuh, na mke wa tatu ni mke wa Abu Lahab. Alitajwa waziwazi kwenye Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tumalizie huyu kwa dakika ndogo, tuache mlango wa maswali yenu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, mke wake Abu Lahab alikuwa ni mchochea kuni, ndo ambaye kamsapoti mme wake, ndiye ambaye kamsapoti mme wake kumfanyia vurugu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na mabinti zake wawili waliolewa na watoto wa Abu Lahab. Mmoja anaitwa Ruqayya, mwingine anaitwa Ummu Kulthum. Walikuwa waliolewa na watoto wa Abu Lahab, kwa sababu Abu Lahab ni baba yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ammi yake. Na Waarabu katika ada yao kuoana, usiendi kuoa mbali. Binamu zako wataolewa na nani? Hiyo ni kaida katika Waarabu. Unaenda kuoa mabinamu wa wengine, wako wako wataolewa na wanani? Ndivyo kisa wanaishi Waarabu kuanzia zamani mpaka leo. Kwa hiyo akawa aliwaoa mabinti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wawili hao. Lakini Mtume alipotangaza utume, Abu Lahab akawalazimisha vijana wake wawape talaka mabinti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mke wake wengine wanamuita Jamila, jina lizuri, vitendo vibaya. Jamila manake mzuri, lakini vitendo ni vizuri. Na yakachochea kabisa, akasema watoto wa mtu mbaya na wenyewe wabaya, wakaachika watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dosari kabisa kwenye Uislamu, mtu kuachika ni dosari kubwa, kuachika. Ndio maana ikapendekezwa mtu kuolewa na mwanaume mtulivu, na Mtume akawa anajisifu sallallahu alaihi wasallam, anasema mimi ninaoa lakini siachai. Kwa hiyo kuachana katika sheria ya Kiislamu ni janga. Yule sahaba alikuja kwa Mtume akamwambia nimechumbia. Mtume akamwambia nenda ukamtazame mke wako huyo vizuri, au mchumba wako vizuri huyo, ili uone lile litakalo dumisha ndoa yenu. Yani Mtume anataka ndoa idumu.
Na katika nchi za maendeleo wanawake wanakuwa ni wagomvi na kupenda kuachika, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia hao akisema, ayuma mra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba's fa haramun 'alayha raihatul janna, mwanamke yeyote atakayeomba talaka bila sababu za kimsingi ni haramu rehe ya pepo, licha ya pepo, rehe ya pepo. Sasa pepo yenyewe, na katika hadithi almukhtali'at hunna almunafiqat, wanawake wanapenda kujikhulu na kuvunja ndoa zao, usimtafuti mnafiki mbali, ndo huyo. Kwa hiyo tujikinge na habari za hawa wanawake watatu waovu, tushikilie habari za hawa wanawake watatu wema, zitatusaidia katika kutengeneza jamii zetu na malezi ya watoto zetu, na tafaulu dunia na akhira. Tamma al-kalamu wa rabbuna mahmudu falahu al-fadlu wa lahu al-judu. Mazungumzo yatakuwa yametimia kwa leo, na Allah tumuhimidi, na yeye ndio mwenye kutupa na mwenye fadhila. Naam. Kipindi cha maswali inshallah. Kama mko na maswali karibuni. Naam. Niulize maswali mimi? Niwaulize? Sawa. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mimi sio swali shehe, sikusikia kuhusu mke wa Nuhu mkikubali kufanya kibaya. Naam, shukrani kwa swali hilo lizuri. Mke wa Nuh alifanya kitu gani kibaya? Katika vitu ambavyo alivyofanya vibaya, kama jinsi Allah alivyozungumza, na nimekuwa nimepitisha haraka, lakini jazakillahu khairan, Allah kujaza khair kwa kuuliza, inanipa na fursa ya kukipita kwa utaratibu. Katika suratu Hud, wa auhaina ila Nuh, tukamfunulia wahi Nuh, annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana, kwamba ndo tayari hakuna mwingine ataamini katika kaumi yako, mpaka Allah tabaraka wa taala akasema, hatta idha jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn. Nuh alipoamrishwa kutengeneza safina, ikatengenezwa safina, lakini tatizo likubwa ilikuwa wanaishi kwenye Sahara desert, hakuna bahari. Nuh anatengeneza safina kwenye desert, hakuna bahari. Kwa watu wenye akili, Nuh anafanya kitu ambacho hakiingia kilini. Alipokuwa anaanza kukata kuni, miti, haikujulikana anataka kutengeneza nini, lakini mke wake alifanya juhudi ya kujua ni nini anatengeneza. Na mke
ni mwepesi wa kujua siri za mme wake kuliko kila mtu. Mke akitaka kujua siri za mme wake, ana njia nyingi za kupata ile siri na mbinu nyingi. Akapitia mbinu zake hizo, akajua kama anataka kutengeneza safina kwenye Sahara, akatoa ile siri kajulikana. Watu wakahakikisha kwamba Nuh ni mzee, akili zake zimekwisha, hana akili tena, mzee alishapoteza akili. Wakamuudhi mjini, kila mtu anasema Nuh tumehakikisha kwamba hana akili. Sababu ilikuwa ni mke wake. Kosa lake ambalo tulizungumza kwenye darasa ni kiburi chake. Alikuwa akipewa nasaha na mme wake, anafanya kibri, hakubali na nasaha, na alikuwa mwepesi wa kumdhuru mme wake na kuchangana na makundi mengine, badala ya kumsapoti mme wake na kuwa sambamba naye, akasapoti makundi mengine. Ndio tukawa tumetoa ile mfano wa kibri, tukasema tujitahidi tusiwe na viburi akina mama, kwa sababu kiburi chako kinaweza kusababisha wewe na mme wako mkakosana, na mkikosana wewe na mme wako watoto wanapotea. Kiburi chako kinaweza kusababisha usichangane na jamii. Kiburi chako kinaweza kusababisha ujitoe kwenye umoja, labda umoja wa kina mama, usikusanyiki nao kwa sababu ya kibri. Na lile neno nataka kusema watu wengi, na hili nimekutana watu wengi ulawa nalo, hachangani na jamii eti kwa sababu usutwa sitaki waniudhi. Wanasemana sana wakina mama, kwa hiyo mimi najitenga nao. Ndivyo gisi mke wa Nuh alivyofanya, kajitenga na jamii aliyoifunza Nuh ya kina mama na ya kina baba, akajitenga. Kwenye Qur'ani kuna sehemu Allah anasema, hii aya mwishoni mwake, hatta idha jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman. Tukaambia Nuh, beba hiyo jamii yako kwenye safina, wama amana ma'ahu illa qalil. Waliomwamini Nuh walikuwa ni watu wachache. Baadhi ya watu wa sira wakwambia ni watu 80, pakiwepo wanawake na wanaume. Ndio jamii ametengeneza hiyo Nuh. Lakini mke wake akajitenga na hii jamii ya waumini, kwa sababu anaitakidi na kudai kwamba hawako pamoja na wazee waheshimiwa wa mjini, hawako pamoja na wamama watajiri. Kwa hiyo akajitenga na hii jamii, mabinti tu, wanawake hawana pesa, akajitenga nao. Na kila mtu mwenye kujitenga na jamii anajifananisha na mke wa Nuh. Na Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adhahum khairun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbir ala adhahum. Muumini anaichangana na watu wakamuudhi akasubiria maudhi yao, ni bora kuliko yule anayejitenga mbali na ogopa wasiniudhi. Kwa hiyo changana na jamii, utoe fikra. Hata fikra yako haikukubaliwa, sio lazima ikubaliwe. Utasemwa bila shaka, utasema, utachonganishwa, utanukuliwa yasiyokuwa sahihi, utahamishiwa maneno yako yaongezwe, yapunguzwe, yaongezwe chumvi. Nisikufanye ukakimbia jamii, nisikufanye ukasema bana
mimi nakimbia usutwa. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kwenye Qur'an Allah anasema nimekujalini muishi nyinyi kwa nyinyi, mfitinishane, msubiriane. Allah alikuwa na uwezo kila mwanamama hapa ampe dunia yake peke yake. Ana uwezo ukaishi peke yako wewe, huna stress yoyote. Kwani hiyo pepo mtu wa mwisho satakuwa sawa sawa dunia mara 10? Ana uwezo huyo Allah tabaraka taala. Na watu wa peponi wengi kuliko watu wa duniani. Watu wa peponi wengi kuliko watu wa duniani, kwa sababu watu wa duniani tunapishana, lakini peponi hakuna kupishana, tunaishi sisi wakati mmoja. Bali pepo watakapoingia watu wa peponi, patabaki kipande kikubwa hakina watu. Pepo itamwambia Allah, hal min mazid, nizidishie. Allah ataumba viumbe wengine hawakuwahi kusali wala kuswaumu, ataweka peponi. Kwa hiyo pepo ni kubwa, lakini pamoja na hivyo vote mtu wa mwisho wa peponi atakuwa na dunia mara 10. Kwa hiyo Allah alikuwa na uwezo kila mtu ampe dunia yake, kila mtu. Bwana wewe, ili usiishi na jirani yako anakuaga sutwa, basi nakupa dunia yako mwenyewe, umziwe asio nakuja. Wewe usiishi na ule rafiki yako anapenda kusemana semana, nakupa dunia yako peke yako, uishi kivyako. Allah ana uwezo, ni tajiri, wewe uwezo anao, lakini akatwambia waja'alna ba'dakum li ba'din fitna, mtaishi nyinyi kwa nyinyi. Taka usitaki, kwenye jamii utakutana na mtu anapenda kusemana sana, na hata umkwepe mtakutana tu. Taka usitaki, kwenye jamii utakutana na mtu sio msiri. Yaani ukimpa siri yako uliitupa barabarani, iko nje, au watu kwenye jamii wako, na anajijua yeye kabisa ukaji siri, akwambia wazi, mimi siko kabati. Umenipia siri yako nini? Imekushinda wewe, sasa mimi ndio nihifadhi Huyo mtu utakutana naye kwenye jamii, utamwambia mambo yako ya siri, au atajua mambo yako ya siri, utasikia kwa barabarani. Ni fitna kwako wewe. Je, utaendelea msemesha au takhalifu ile hadithi ya Mtume, la yahilu limu'minin an yahjura akhahu fawqa 3 yaltaqiyani, haifai kwa muumini kumuhama nduguye zaidi ya siku 3. Wanakutana, hamsalimii, anajifanya hamuoni, anakunja uso. Wa khairuhuma, mbora wao ni yule atakayemwanza mwenzake salamu, ndio mbora. Kwa hiyo ndio siri ya dunia ambayo Allah ametuletea kwayo, na huyo ndio mke wa Nuh ambaye kafanya majanga hayo kwenye jamii ya Nuh, akajaribu kuipoteza, lakini Allah tabaraka taala akaweza kudiriki. Wallahu aalam. Allah ajua zaidi. Afwan. Afwan. Wa alaikum salam. Sioni kama ni swali, naomba utusie. Hapa tunahitaji kukosolewa juu ya kusengenyana. Na la pili, kundi letu bado tunasherehekea harusi ya music. Cha kusikitisha, tunaogopana, yani tunaogopana mtu yuko tayari kuasi Allah subhanahu wa ta'ala ili amwezeshe rafiki yake. Naomba tunasie kwa hili jambo. Naam. Jambo la kwanza ni kuhusu jambo la kutetana. Jambo la kutetana ni jambo
limesibu ulimwengu kuanzia zamani mpaka leo. Nasaha yangu ambayo nitatoa katika hili jambo la kutetana ni nasaha kama 4 hivyo takriban, zikitembelewa zitasaidia biidhnillah. Nasaha ya kwanza, hili jambo kusema lisiathiri, kubaki litabaki mpaka siku ya Kiyama, kuteta kutabaki mpaka siku ya Kiyama, lakini la muhimu lisiathiri, lisipasui jamii, lisitenganishi, lisiwafanyi baadhi wakakimbia. Hizi nasaha 4 zinatuhusu, tukizitembelea tutapata majibu insha Allah. Nasaha ya kwanza inapatikana katika hichi kisa ambacho kilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekaa masahaba sehemu kama kawaida. Wanawake mnaweza mkahitaji, mmeenda kumtembelea mmoja wenu lakini mwingine hayupo, inawezekana hiyo. Au mfano mko kwenye harusi fulani hakuja, au mko kilioni hakuja fulani, hilo jambo linatokea. Au baadhi kina mama mmetembeleana lakini kuna wenye hawakuja, hilo jambo linatokea kwenye jamii mara nyingi. Lichukue hiyo hali yako uiweke katika kisa cha wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekaa, ikawa jamaa fulani amepita, au nyinyi mmekaa, jina la fulani likatajwa, hayupo. Mmoja wao akasema wallahi inni la ubghidhu hadha fillahi. Mmoja akasema namchukiaga huyu jamaa, namchukia kwa sababu ya Mungu. Maanake huyu ni sahaba anatereza hivyo, wewe ndo unataka usitereze? Haiwezekani. Lakini sasa nyinyi mlioikaa mnamsikia mtu anamsema mwenzake, fanyeni hivi kisa walivyofanya hawa maswahaba. Bi'sa wallahi ma qult, ama wallahi la nunabbianna. Waliokuwa kwenye kikao wote wakamkaripia, au wengi wakamwambia umesema vibaya. Haya maneno ungeyasema yuko na wewe. Siku yoyote utakaa ukamsikia mtu anamsema ambaye hayuko vibaya, mkatazi, mkatazi. Hiyo ni nasaha ya kwanza. Mkatazeni mtu atakayemsema asiyekuwa vibaya, mkatazeni, msimuache. Lakini nasaha ya pili, tutamwambia hayo uliyosema, tunaenda kumfikishia. Huenda kama umesema pale pale, basi nimeteleza, yaishi, yataishia hapo hapo. Au mara nyingi anaweza kukaa kimya, wale maswahaba wakasimama kabisa, wakamdiriki, wakamwambia. Yule aliposikia zile habari, nasaha ya tatu hiyo, akasimama, hakumfuata yule aliyemsema, akamfuata kioo cha jamii, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Mtume, akamshtakia. Ndio yanasemaga mashtaka au kesi. Alipomshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamuitisha, hakumhukumu. Na wewe unaweza kuwa mwanamama, una heshima zako au una elimu zako, au unakuwa na wakati ya kesi wenzako, akikuletea habari za mtu usimhukumu mpaka umuitishe. Usianze kuongeza chumvi na wewe,
nishasikia habari zake, anakuwa anapenda ni sutwa, muitishe kwanza aje kwanza. Mtume akamuitisha sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza, akakubali ni kweli hayo maneno nimeyasema. Mtume akamwambia kwa nini? Akasema mimi ni jirani yake, namjua fika mtume. Huyo jamaa wako pamoja hapo na mtume sallallahu alayhi wasallam, sio mtu mwema. Namuonaga anasali tu sala za faradhi, sala za sunna hasali, na sala za faradhi kila mtu anasali, mtu muovu na mtu mwema anasali wote. Yule jamaa alikuwa pale pale mbele ya mtume sallallahu akamwambia, niulizie naye aliwahi kuniona hizo sala za faradhi na zisali vibaya, na sali wakati sio wakati wake, na tawaza haraka haraka vibaya, muulize. Mtume akamuuliza sallallahu alaihi wasallam, yule jamaa akasema hapana, sijamuona anasali vibaya, na kujaga msikitini kwa wakati kabisa, anasali vizuri, lakini kosa ni hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kuna tatizo lingine, kuna mashtaka mengine? Akamwambia ndio, sijawahi kumuona anaswaumu isipokuwa mwezi ambao wanaswaumu watu wa cha Mungu na watu wasiokuwa cha Mungu, mwezi Ramadhani. Sikia ndio anaswaumu, na wale wenye wanaenda kasao kwenye maharusi ya muziki wanaswaumu vizuri, alhamdulillah, hawana noma. Kwa hiyo na yeye ni miongoni mwao huenda. Qala ya Rasulullah, yule akamwambia mtume, muulize sasa, hiyo swaumu nafanyaga upungufu kwayo? Akamwambia hapana. Akaendelea na mashtaka yake hivyo, lakini mashtaka yake ni ya hivyo hivyo. Mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akamkaripia mtume, akamkaripia yule jamaa na akamwambia, usirudi hata siku moja kumsema mwenzako vibaya. Qum in adri la'allahu khayrun mink. Mtume akamwambia, simama, huenda huyu ni bora kuliko wewe. Huyu mwenye unaona kama ana mapungufu kwenye ibada, huenda ni bora kuliko wewe. Kwa hiyo simseme mwenzako vibaya, huenda anaweza kuwa ni bora kuliko wewe. Kwa hiyo nasaha hizo tatu za haraka. Ya kwanza, akimsema mtu mwenzake hayupo mbele yenu, msimwachie, mkatazeni. Ya pili, mfikishieni habari yule mtu, kama hakutubia mwambie tutaenda kumfikishia habari. Akisema basi 80 na acha, sawa, msimwambie. Tatu, mfikishieni mtu mwenye heshima, anayejitahidi kwenye jamii aweze kumaliza huo mgogoro. 4, sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atadruna mal ghiba, mnajua utesi ni nini? Wakamwambia maswahaba, hatujui. Anataka awape faida. Akamwambia, utesi ni kumsema mwenzako vibaya, hayupo ukamsema mwenzako vibaya. Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, araaita in kana fi akhi ma aqul, unaonaje Mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo tunayomsema ni kweli anayo, anayafanyaga, ni mambo ya kweli, hatukumzulia. Mtume akamwambia, ikiwa hayo mnayoyasema ni kweli, huyo ndio utesi. Yaani ni kweli hayo anayofanya mabaya, akiasikia atakasirika, ni kweli, huyo ndio utesi. Lakini pia ikiwa yeye mnamsema si kweli, huyo ni uzushi, mnamzulia. Na bila shaka kumzulia mtu ni baya kuliko kumsemea, kumteta. Wailul likulli humazatil lumaza, adhabu kali tawapata watesi, wasengenyaji na wasuto. Wanafasiri aya
Wanatafsiri kwamba adhabu kali itampata mwenye kuteta na mwenye kuhamisha habari watu wakachukiana, ni mto ambao uko motoni. Huyo mto unatiririka ndanimo usaa na damu na uchafu wa watu wa motoni unadumikia katika mto huyo, unatiririka. Watakuwa nakalifishwa watu wenye kuteta, wanakunywa katika huyo mto. Ndio adhabu kali. Kwa hiyo usijaribu hata siku moja kukaa unamteta mwenzako. Kama umetereza, ukikumbuka, nenda umseme vizuri pale ile sehemu, nenda ukakosoe, hasa ikiwa kama hajasikia. Lakini kama habari zishamfikia, inalazimika uende kumuomba msamaha yeye. Ndugu yangu, nimekuteta, naomba samahani. Kama habari zishamfikia. Lakini kama hazijamfikia, nenda kwa wale watu waambie bana, naomba samahani, ule mtu nilikuwa nimesema vibaya hapa, sio kweli, najikosoa, sio kweli. Hata kama ni kweli, waambie sio kweli. Hivi vitu vinne tukivizingatia katika utesi, havitaathiri. Utesi utabakia na mwenye lake hatoliacha, lakini hautaathiri. Nimalizia na kitu cha mwisho, ni wakunasihini dada zangu. Neno ambalo tulikuwa tumelikataa mwanzo wa darasa na likubali hivi sasa, lakini kwa nyanja nyingine. Anaye kusema hakubandui ngozi. Hii ndio tumekataa mwanzo, lakini tulikuwa tulikataa katika nyanja ya mtu anafanya vibaya eti wakitaka waseme. Lakini hivi tunalikubali kwenye nyanja, akikusema vibaya hakukubandua ngozi. Usiachi kumsemesha, usimwekee bifu, usimkasirikie, endelea naye. Hakukubandua ngozi. Ghafla tu nampigia mtu simu haitiki, unamwandikia hakujibu, ulikuwa unamtembelea hakutembeleaje. Nini? Walimletea habari zako kama umemsema. Yakubali hayo maneno bila kuhakikisha. Injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akulijieni mtu na habari, zifanyeni ubainifu. An tusibu qauman bijahala, msije kuwahukumu watu kwa ujinga. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, mkija kujua hakika wa mambo mkaja kujutia. Hii aya imemteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii aya imemteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu zikija habari za mtu, hakikisha. Imemteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam, wakati alifungua kijiji fulani cha watu wa Bani Haritha, kijiji kiko kati ya Maka na Madina. Wale watu wakaslimu, lakini walikuwa ni wagomvi kabla ya Uislamu sana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaslimu. Waliposlimu, Mtume akamtuma mtu fulani kwenda kukusanya zaka zao, lakini huyu mtu huyu alikuwaga na bifu nao tangia zamani, aliwaulia. Maana yake na Waarabu kiwaulia watajilipiza kisasi, walau baada hin, hata muda urefe aje. Mtume sasa akamtuma nenda kukusanya zaka zao. Alipoenda kukusanya zaka zao, wale watu waliamini. Walipomuona ule mgeni wa Mtume, wakasimama wote kwa pamoja kwenda kumpokea kwa shangwe na vigeregere, kwa furaha na imani yao. Lakini yule mtu akadhani hawa jamaa maadamu walikuwa na magomvi nami zamani, huku kusimama kwao sio kwa kheri, wanataka kuja kujilipiza kisasi waniue. Yule jamaa akageuza behewa, akarudi nyuma, akakimbia. Wale watu wakashangaa, huyu anakimbia nini? Kuna tatizo gani? Au kuna barua imemjia ya Mtume anamwambia arudi? Akarudi.
Yule aliporudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, siwezi nikamwambia Mtume kama nimefika pale nimefika pale nikaogopa nikarudi. Hawezi kumwambia Mtume, alimtuma ujumbe ule, ubinadamu kamtawala akabadilisha maneno kwa ubinadamu. Wa kulluna bani adam, na sote ni binadamu. Unaweza ukawa na nia nzuri ya kunukuma neno walimsema rafiki yako, lakini ukajikutana umeafikisha vibaya, ima kwa kutohifadhi vizuri gisi walivyomsema au kwa nia mbaya. Na mara nyingi wakuletea habari zile ulisema, nenda kaulize vizuri. Unaweza kukutana walikusema ni habari mbaya, lakini walikusema kwenye fason nzuri, kwenye namna nzuri, lakini ule mwenye kuleta akaleta kwenye namna mbaya. Sasa akawa alifikisha maneno kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yakasikika vibaya. Akamwambia Mtume, mimi nilifika pale nikaona wananyanyuka wale watu, najua tu wanataka kuniua hawa, wanataka kuniua Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuja kuniua, ndio asema wamekuja kuniua. Kwa hiyo mimi nikafika na jihami nafsi yangu, nikajitetea, nikawakimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa jeshi kubwa kwenda kuwaua. Na hii nasaha nyingine muhimu nyeti sana, ichukueni. Wale watu walipoona ule mtu anarudi, wamesema isiwe kuna jambo jipya limejitokeza, wakaamua kuandaa tume kwenda kuuliza kuna nini. Na wewe ukiona mtu amebadilika, alikubadilikia usimuache, hakikisha habari zake, kuna tatizo gani? Wakaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuuliza Mtume, kijumbe wako wa zaka amekuja lakini akarudi nyuma, kuna tatizo gani? Mtume hakuamini, akaona kuja kujitetea. Kwa nini? Kwa sababu vielelezo vyote vinaonekana kama watu sote wazuri. Kwanza, kielelezo cha kwanza, walikuwa ni wagomvi wa Uislamu tangia huko mwanzo. Kielelezo cha pili, wamesilimu hapa karibuni, hawatakuwa na imani ya hivyo. Kielelezo cha tatu, hawa ni wagomvi wa huyu mkusanyaji wa zaka wangu. Kielelezo cha nne, huyu mkusanyaji wa zaka yuko karibu yangu, yani manake ni mtu karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mara nyingi mtu akiwa karibu yako unamsikiaga, na anaweza kuwa ni muongo. Mtu yuko karibu yako akakuletea habari za uongo, lakini kwa sababu yuko karibu ukajikutana unaziamini tena za uongo au ameongeza. Na hata kama kuziamini, kama nataka nihakikisha, naambia haunamini yake, sitakuwa nakwambia sana siku nyingine. Sasa unaogopa hivyo, unakubali. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona, akaona sasa ni ugomvi wa watu wawili, akataka hakikisha kama sawa, rudieni. Akamtuma Khalid bin Walid radhiallahu anhu kwa uficho, aende aishi katika kile kijiji, ahakikishe kama ni Waislamu wazuri. Khalid akaenda kwa uficho, akahakikisha, akaona alfajiri wanaamka kabila lizima linasali vizuri. Asubuhi wakasema, kumbe ulikuwa miongoni mwetu. Akamwambia ndio, nipeni zaka zenu. Wakampa zaka zao vizuri kwa roho mkunjufu. Akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Mtume, wale jamaa ni wa kweli, ni Waislamu wazuri. Huyu ambaye ulimtuma akusanye zaka ndo aliwadhania vibaya. Ndo aya ikateremka hii katika sura tu Al-Hujurat. Allah anasema, akija mtu na habari zifanyie ubainifu, usije kumwadhibu kwa ujinga kisha ukajutia. Na wewe habari zikikujia zihakikishe, nenda kamuulize yule mtu, hata kubali aliyosema, lakini kuna njia ambayo unaweza kupitia ukajua kama ni mkweli au sio mkweli. Tunapata katika hichi kisa faida kwamba usimwachie mtu nafasi ya kukuzania. Ikiwa alifanya kitu uinje wake unaonekana kama ni dhana mbaya, fanya gisi yote ujieleze, ujifasiri. Ukisikia bwana walimpelekea habari zako, ndio maana unaona amekubadilikia, useme atajiju au useme hivyo. Mtafute, muongee, ujieleze. Kama ni ukweli binadamu umeteleza, muombe msamaha. Na kama waliongeza, muulize walisema aje, alikufikishia habari vipi.
Hiyo ndio njia sahihi. Mimi najua kama kuna mtu aisha kukasirikia tu, hata kusikia yeye anasema, wala hata kuomba msamaha, wala hata kuambia waliomwambia. Kuna watu wako hivyo, basi acha tengeneza beef, ndio hivyo. Lakini wewe fanya hilo jambo, Allah tabaraka taala atakusaidia. Naam, swala pili kwa nini? Naam, harusi ya mziki unakutana inatokea mara nyingi kweli. Una rafiki yako kama kisi ulivyosema, ni harusi ya rafiki yako. Sasa unamuogopa, unamtii, unasherekea na unahudhuria, sio vizuri, kwa sababu mkipendana kwa maasi ya Allah, siku mtachukiana vibaya na Allah atakuchonganisheni, la sivyo mtaingia kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Wapendanao siku ya Kiyama watakuwa ni maadui sana, isipokuwa waliopendana kwa sababu ya Mungu, wacha Mungu. Sasa wewe usihudhuria harusi ya mziki, na kama bado rafiki yako angaliki na ubinadamu huyo na angali na kumili kwenye maasi, mpe nasaha na umwambie kama mimi sitahudhuria, na huenda hilo linaweza kumsaidia rafiki yako kubadilika, kama sio leo, kesho au zeeni, ikiwa kama Allah atamruzuku umri mrefu. Kwa sababu kama haukumwambia, akikadiriwa kufa bila kutubia, hata kubali kuingia motoni peke yake. Hakubali. Tambia Mungu, huyu kweli alikuwa anajitahidi, lakini tulikuwa tunashirikiana naye katika haya mambo yangu. Mnaingia nyote, hata kubali kuingia peke yake. Hata kama mmekuwa mnapendana aje duniani, hakubali, mtaingia nyote motoni. Subhanallah. Kwa nini Allah anasema yauma yafirru almar'u min akhihi? Siku ya Kiyama mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, atamkimbia baba yake na mama yake, wa sahibatihi wa banihi, atamkimbia mke wake, watoto zake. Kwa nini? Kwa sababu hii, miongoni mwa sababu ni hii: ulishiriki na mtu kwenye jambo ambalo unajua ni maasi, lakini unamuogopa ukashiriki pamoja naye, au hukumnasiha. Kwa hiyo tusiogopani, tuambiane.